Serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji kwa kuboresha miundombinu, sera na mifumo ya biashara ili kuhakikisha wawekezaji wanaendelea kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Tunayo matumaini makubwa kuwa hatua hii ya upanuzi wa kiwanda hiki itaendelea zaidi hadi kufikia uwezo wa magari 18,000 kwa mwaka 2030 kama ambavyo wenyewe wamesema. Mafanikio hayo yatakuwa tu si faida kwa kampuni yenu, bali pia mchango mkubwa kwa taifa kupitia kuongeza ajira, kukuza teknolojia, kuongeza mapato ya serikali na kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha viwanda vya magari katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Sambamba na mafanikio hayo, leo mmenialika nije kuweka jiwe la msingi hapa katika kiwanda cha kutengeneza magari madogo ya mizigo pamoja na pickup. Nataka niwaambie, hii ni hatua nyingine muhimu katika safari ya Tanzania kuelekea uchumi wa viwanda na uzalishaji wa bidhaa za kisasa zinazokidhi mahitaji ya soko la ndani na nje ya nchi. Mradi huu mpya unaotarajia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa magari nchini, kuongeza ajira kwa vijana wetu, kukuza ujuzi wa teknolojia ya magari pamoja na kupunguza utegemezi wa kuagiza magari kutoka nje ya nchi. Vile vile ni swala muhimu sana kwa sababu ndani ya miaka 25 ijayo Tanzania tumesema tunataka uchumi wa viwanda ulioshindani, na kwa kweli wenzetu wa Saturn Corporation wanaishi ndoto hii ya Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya 6. Kwa mara nyingine tena tuwapigie makofi mengi sana. Katika kipindi hiki cha miaka miwili ambacho kiwanda hiki kimekwepo hapa, kimechangia ajira. Wametuambia hapa walianza na ajira 155 na leo wana wafanyakazi 360 ambao wote ni Watanzania. Lakini vile vile wanachangia kwenye ajira zisizo za moja kwa moja 2500 ambazo zimepatikana kupitia shughuli mbalimbali zinazohusiana na kiwanda hiki. Huu ni mchango mkubwa katika jitihada za serikali za kuwawezesha wananchi kiuchumi na kuboresha maisha yao. Tuwapongeze sana sana kwa sababu tunajua pamoja na kwamba ajira hizi zipo, lakini mnawaongezea ujuzi vijana wetu, na tumeona kabisa kwamba efficiency is by numbers jamani. Kwa hiyo ukiona walikuwa wanaunganisha magari 10, leo wanaunganisha magari 30, tunaamini mtaendelea kuwekeza zaidi katika ujuzi wao ili muongezee ufanisi, kwa sababu kuongezea ufanisi ndio kuongeza ufanisi wa kiwanda hiki. Kwa hiyo tunawashukuru sana, sio tu kwenye kuajiri bali kwenye kuongeza ufanisi wa vijana wetu wakiwa kazini. Niwapongeze tena pia kwa sababu mnaenda kuzalisha magari yanayotumia gesi asilia iliyokandamizwa, yani CNG. Na hii inaendana na sera ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya matumizi ya nishati safi. Tunawapongeza na tutaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha wa kuhakikisha yale ambayo mmepanga yanatekelezeka, na sisi kwenye upande wa serikali hatutakuwa kikwazo kwenye kuhakikisha mnaendeleza uwekezaji wenu. Kwa kipindi cha miaka miwili, kiwanda hiki kimeendelea kutoa mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa, amesema hapa Dasi, kutokana na kodi na tozo mbalimbali ambazo wameeleza hapa kwenye halmashauri peke yake takriban bilioni 1.5. Sisi tunawapongeza sana mnapofanya biashara na kuchangia kwenye mambo ya msingi yanayoleta maendeleo katika jamii na Watanzania na serikali kwa ujumla. Basi tunaendelea kuwapongeza sana kwa kulipa kodi bila shuruti, na sisi tutaendelea kuwapa sapoti kwa sababu kiwanda hiki kinavyoendelea kukua, na sisi serikali tunapata, nyie mnapata, na Watanzania wanapata pia. Mchango wenu ni uthibitisho wa namna uwekezaji huu unavyoendelea kusaidia jitihada za serikali katika kuongeza mapato ya ndani, kuboresha huduma za kijamii pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika ngazi ya taifa na serikali za mitaa. Mmetueleza hapa kuhusu changamoto mbalimbali ikiwemo barabara, lakini vile vile masuala ya kikodi kwa aina ya magari yanayoingizwa mchini ya mitumba pamoja na changamoto zingine za bandari. Lakini mshukuru sana Terry amesema mikakati ambayo serikali tunayo kwenye kuongeza ufanisi wa bandari. Nataka niwahakikishie mimi na wenzangu serikalini tunazibeba changamoto hizo na tutazifanyia tathmini na tutawaletea mrejesho.
Tunaendelea kuwaomba wawekezaji wetu pale mtakapoweza kuongeza fursa za mnyororo wa thamani uko mbeleni. Mkiweza basi mfanye hivyo. Viwanda vikubwa kama hivi vinapaswa kuwa kichocheo cha kuibua viwanda vidogo na vya kati vitakavyokuwa vikizalisha vipuri na bidhaa mbalimbali zinazotumika katika uunganishaji wa magari. Hivyo ndivyo sekta kubwa ya magari duniani inavyoendesha uchumi wake. Makampuni makubwa ya kuunganisha magari duniani hufanya kazi kwa karibu sana na viwanda vidogo vinavyozalisha vipuri, jambo ambalo si tu huongeza ajira bali huimarisha ubunifu wa ndani, kuongeza ujuzi wa teknolojia na kupanua mapato ya serikali katika kulinda uchumi wa viwanda wenye ushindani wa kimataifa. Tunatamani kuona ndani ya miaka 5 ijayo, na mtakapopata fursa, basi tunaomba tuendelee kushirikiana kwenye kuongeza mnyororo wa thamani ndani ya nchi yetu. Sisi ndani ya sekta yetu ya viwanda na biashara tunaendelea kuhakikishia ushirikiano wa kutosha. Ndio maana hata DG wa FCC yuko hapa kwenye masuala yote yanayohusiana na makampuni. Tumeendelea kufanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo, kuwapa ushirikiano pamoja na wenzetu watu wa uwekezaji. Sisi na wao ni mapacha, tutaendelea kushirikiana nao, kuwapa ushirikiano wa kutosha, kuhakikisha maono na matamanio mlionayo katika uwekezaji yanafikiwa. Serikali ipo tayari kuendelea kushirikiana nanyi kwa karibu ili kuhakikisha uzalishaji unaendelea kwa ufanisi mkubwa zaidi na mchango wa kiwanda hiki unaonekana moja kwa moja katika maendeleo ya sekta ya viwanda, usafirishaji, biashara na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa kuendelea kuimarisha sekta ya viwanda nchini, tunajenga uchumi wa kisasa, jumuishi na shindani, ukiwa na lengo la kuzalisha ajira nyingi zaidi, kuongeza tija na kuleta maendeleo endelevu kwa Watanzania wote.